السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ndugu zanguni katika imani, tumekutana tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu. Tulikuwa tunaelezea katika darasa yetu hivi punde sualul qabri, kuulizwa masail kaburini. Tukasema kwamba mwanadamu afe kifo chochote atakachokufa, lazima atapambana na Mola wake, wajuzi bil khairi khairan wa bisharri sharran. Atalipwa kunako khairi aliyoifanya atalipwa khairi, na kunako shari aliyoifanya atalipwa shari, kwa sababu Qur'ani ndo jinsi yaelezea, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, yule atakayetenda jambo jema, khairi yoyote atakayetenda iwe ni ndogo kiasi gani, lazima siku ya kiyama ataonyeshwa. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na yule atakayetenda shari iwe ndogo kiasi gani, lazima atapambana nayo mbele ya Mola wake. Ndugu zangu katika imani, wa inna an-na'ima aw al-'adhaba, hakika ya neema au adhabu, ala nafsi wal badani ma'a, neema mtu yuaneemeshwa kwa nafsi yake na kiwiliwili chake. Adhabu pia mtu yuadhibiwa kwa nafsi yake pamoja na kiwiliwili chake. Qala Ibn al-Qayyim, anasema Ibn al-Qayyim, madhhabu salafi al-umma, madhehebu ya wema waliotangulia, wa a'immatuha, na viongozi wake, anna al-mayyita, hakika ya maiti, idha mata, maiti atakapokufa, yakunu fi na'imin au adhabin, maiti anapokufa yuwakuwa kwenye neema au yuwakuwa kwenye adhabu. Wa anna dhalika yahsulu li ruhihi wa badanihi, kwamba hilo la yeye kuneemeshwa au hilo la yeye kuadhibiwa lapatikana kwa roho yake na mwili wake. Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqati albadani, na kwamba roho yabakia baada ya kuachana na mwili, muna'amatan au mu'adhabatan, roho ile yabakia yaneemeshwa au yaadhibiwa. Wa annaha, ya kwamba hiyo roho, tatasilu bilbadani ahyanan, yakutanishwa na mwili wake wakati mwingine. Wa yahsul lahu ma'a an-na'imu au al-'adhab, na kisha yaadhibiwa au yaneemeshwa ya roho ikiwa na kiwiliwili chake. Ndugu zangu katika imani,